Yo, ebana star muziki Diamond Platnumz baada ya show yake Hot 97 Summer Jam, ebana ameweza kutoka baada ya kumaliza show yake na kuweza kuona ebana show ambayo ilikuwa inafuata ya ebana Chris Brown katika uwanja wa Tottenham Hotspur. Sasa Diamond Platnumz yeye alijumuika pamoja na mashabiki ambao walikuwepo katika hiyo show, ambapo yeye alikuwa amesimama tu na mmoja alikuwa anamrekodi. Sasa Diamond Platnumz ameweza kuonekana kwamba ni mmoja kati ya mastaa ambao wameweza kuvua ebana ustaa wake, lakini pia kuweza kufika katika uwanja huo hapo wa Tottenham Hotspur kwa ajili ya kuweza kufuatilia show ya Chris Brown. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz sio tu kwa sababu ya watu ambao wamekuwa wametafsiri kwamba ni ushamba, lakini kwa upande wake yeye Diamond Platnumz anazidi kujua kwamba ni kitu gani ambacho inabidi akiongeze katika masuala ya muziki, kwa sababu yeye pia ni msanii, lakini pia Chris Brown naye mwenyewe ni msanii na wanapita katika njia moja. Na kwa upande wa hapa Tanzania Diamond Platnumz pia bana hana deni kabisa kwa sababu ya makubwa ambayo ameweza kuyafanya. Sasa Diamond Platnumz ameweza kufuatilia show hii ya Chris Brown, the way ambavyo Chris Brown alivyokuwa akiingia, lakini pia mambo mengi ambayo yalikuwa yanajiri katika uwanja huu ambao ulikuwa umejaza mamia lakini pia maelfu ya watu. Tottenham Hotspur bana, uwanja huo ulikuwa sold out kabisa, watu wengi walikuwa wamejaa, lakini pia kulikuwa kuna surprising ambazo zilikuwa za kutosha kabisa, kama vile Davido ambao aliweza kupanda kwenye stage, lakini pia Diamond Platnumz ameweza kuonekana kwamba ni moja kati ya watu ambao wana uchu wa maendeleo, kwa sababu yeye aliweza kutangaza bana tour yake ya wiki moja ambapo aliweza kupita huko Uingereza kwamba atakuwa na tour ya Diamond Platnumz ambapo aliweza kufanya show katika majukwaa tofauti, Royal Albert Hall, Manchester Academy, lakini pia Scotland pia huko ameweza kufanya show yake. Lakini pia mbali na hapo tu Diamond Platnumz hakuweza kupumzika, pia aliweza kufanya mahojiano katika media tofauti za huko Marekani kama vile PMC, lakini pia Fox 5 New York. Akaweza kufanya interview za kutosha kabisa katika majarida tofauti kama vile tuliweza kumuona bana katika jarida la TMZ, lakini pia aliweza kuenda katika ofisi za Audiomack, aliweza kuonekana pale. Lakini pia Diamond Platnumz ameweza pia bana kufika hata pia makao makuu ya YouTube. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz hajaweza kupumzika, hata pia kuweza kuonekana kwamba yupo katika show ya Chris Brown, kuweza kufahamu ni kitu gani ambacho pengine labda kwa muziki wa bongo tunapungukiwa na wapi ambapo inabidi sasa aweze kuongeza kama msanii. Na siku zote mafanikio ni kwa yule mwamba ambaye anatamani kujua kwamba ni kitu gani ambacho inabidi akiongeze, kwa sababu kujifunza kila kitu ambacho kinatokea bana ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikapush bana wewe kuweza kujua kwamba ni kitu gani ambacho ulikuwa unakosea ili kuweza kurekebisha. Na Diamond Platnumz sasa hivi anaonekana kwamba ni moja kati ya watu ambao wana uchu wa maendeleo, licha kwamba ana mafanikio katika game ya muziki wa hapa bongo, na of course ni kwamba ameshaichukua yeye mwenyewe mikononi mwake, na sasa hivi anazidi kupanua wigo wake yeye na kuweza kujua ni wapi ambapo alikuwa na feli na kuweza kurekebisha, kwa sababu sasa hivi tayari hana deni kwa hapa bongo. Sasa kwa huko nje ndo kitu ambacho Diamond Platnumz ameamua kujikita nacho sana. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa burudani kulingana na hii situation nzima ya Diamond Platnumz kuweza kufika kwenye show ya Chris Brown kwa ajili ya kuweza kuona performance yake Chris Brown sako kwa bako. Drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha Insa Online Digital. Chao.